Zamani kidogo, karibu na ufuo wa Lake Victoria, aliishi mvuvi mmoja mpweke aliyeitwa Otieno. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, Otieno alikuwa akisukuma mashua yake ndogo ya mbao kuingia majini na kupiga makasia kuelekea katikati ya ziwa lenye ukungu. Uvuvi ndio ulikuwa kitu pekee kilichomfanya aendelee kuishi. Miaka mitatu iliyopita, mke wake mpendwa alizama wakati wa dhoruba kali iliyotokea ziwani. Tangu siku hiyo, maisha ya Otieno hayakuwa tena kama zamani. Wakazi wa kijiji walimwona mara nyingi akiwa amekaa peke yake ufukweni, akitazama maji ya ziwa kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa akimsubiri mtu ambaye hangerudi tena. Usiku moja tulivu, mwezi ulikuwa unang'aa juu ya ziwa. Maji yalikuwa tulivu sana, tulivu kupita kawaida. Otieno alikuwa amekaa peke yake ndani ya mashua yake, taa ndogo ya mafuta ikiwaka pembeni yake alipokuwa akiandaa wavu wake wa kuvulia samaki. Ghafla, alisikia sauti ikimwita kutoka mbali juu ya maji. Otieno, mwili wake ulisimama ghafla. Polepole aliinua kichwa chake na kutazama kote juu ya ziwa lililokuwa kimya. Otieno, sauti ile ilisikika tena. Ilikuwa laini, na ilionekana kuwa ya kawaida kwake. Ilikuwa sauti ya mke wake. Lakini hilo halingewezekana, kwa sababu mke wake alikuwa amekufa miaka mitatu iliyopita. Moyo wa Otieno ulianza kupiga kwa nguvu huku upepo baridi ukipita juu ya maji ya ziwa. Kisha Otieno akaona kitu kilichomfanya damu yake igande kwa hofu. Mbali kidogo katikati ya ziwa, kulikuwa na kivuli cha mtu. Mwanamke aliyesimama juu ya maji. Mwanga wa mwezi uliangaza gauni lake jeupe lililokuwa likipeperushwa polepole na upepo. Lilikuwa lile lile gauni ambalo mke wake alivaa usiku ule alipokufa. Yule mwanamke akainua kichwa chake na kusema tena, Otieno, come to me. Njoo kwangu. Kwa muda mfupi, huzuni moyoni mwa Otieno ilimvuta. Alitaka kuamini kwamba kweli alikuwa mke wake. Lakini kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida. Maji yaliyokuwa karibu na mashua yake yakaanza kuwa baridi sana. Na ziwa likawa kimya kabisa, kana kwamba dunia nzima ilikuwa imesimama. Ghafla Otieno alikumbuka maneno ya wazee wa kijiji. Wakati mwingine ziwa huita kwa sauti ambazo si za binadamu. Hofu ilimshika moyo. Badala ya kupiga makasia kuelekea kwa yule mwanamke, aligeuza mashua yake na kuanza kupiga makasia kurudi ufukweni haraka sana. Nyuma yake, ile sauti ilibadilika. Haikuwa tena laini. Ilikuwa nzito, yenye hasira, na ya kutisha. Otei eneo, reu dei hea pea. Maji nyuma ya mashua yake yakaanza kuchafuka kana kwamba kitu kikubwa kilikuwa kikimfuata chini ya maji. Otieno alipiga makasia kwa kasi kuliko wakati mwingine wowote. Alipofika ufukweni hatimaye, aligeuka kutazama tena ziwa. Lakini yule mwanamke alikuwa ametoweka. Maji yalikuwa tulivu tena. Kimya kabisa. Tangu usiku huo, Otieno hakuwahi tena kuvua peke yake wakati wa giza. Kwa sababu wakati mwingine, usiku sana, wakazi wanaoishi karibu na Lake Victoria wanasema bado wanaweza kusikia sauti ya mwanamke ikiwaita kutoka majini. Njoo karibu. Na wale wanaofuata ile sauti hawajawahi kuonekana tena.